lakini uzito wa mchezo. Maana ngoja swali dogo tu. Qualification imeanza 2023. Kwa nini ilikuwa haitwi kwa toba? Kama yule mchezaji muhimu. Sasa unafikiri kwamba call up mpaka ya mwisho walioanza kuitwa mechi ya kwanza na leo bado hapo? 60% wanaitwa tangu mwanzo hapo. Sasa kwenye 100 manake 40 zimesalia, si ndio hao wanaoingia na kutoka? Ambao wanaingia na kutoka. Kwani una guarantee kwamba mechi ya kwanza mpaka ya mwisho watacheza wale? Si mwalimu anaangalia performance ya wachezaji? Sasa hiyo performance ambao walikuwa wanaingia na kutoka katikati hapa wapo wengi tu, lakini bado ilikuwa haitwi. Mpaka kuja kuita mechi mbili za mwisho. Kwa hiyo jiulize huyu mchezaji katika wale ambao walikuwa wanaingia na kutoka, yeye uwezo wake ni upi? Nafikiri kuna kipindi aliitwa Afrika inaonekana ana injury. Na kipindi kile ilikuwa mechi za kirafiki. Yeah, of course this issue nani unapata call up. Nazungumzia mimi mechi za kimashindano. Ndio kipimo chenye mwalimu anachoanza qualify. Ndio moja nazungumza mimi. Kwa uwezo Zaigwa, yani before jafika kwenye qualification, sikatai unachokizungumzia. Ninachozungumzia hata hizo mechi za kirafiki. Unaona kama mechi ya Irani, wewe umezungumzia kwamba mwalimu anafanya assessment kwa wachezaji wake kuelekea AFCON. Kwamba hata wale ambao watu wakanapiga kelele mbona fulani haiti sio Peter sio nani, tayari kashampa nafasi ili aone kundi la wachezaji wachache ambao anaweza kaenda na wapi AFCON kabisa. Kwa hiyo hata kwenye qualification Olivo walichokifanya kwenye wakati ule mechi za kirafiki anaitwa Pacome Zouzoua, maana ni katika harakati hii kwamba tupo kwenye qualification ya World Cup. Si angefanya assessment kwamba Pacome anatosha kiasi gani? Na ndio maana swali lilikuwa uwezekano wa yeye kupata nafasi kwenye World Cup. Na nilichokijibu mimi ni kutokana na uwezo wake nilouona wa Pacome tangu mwanzo mpaka sasa na ambao ameonyesha akiwa anacheza. Hofu yako iko wapi? Uwezo mdogo ukilinganisha na waliopo. Yeye uwezo ni mdogo ndio. Na nini akifanya? Sio isho ukifanya. Ile ndio uwezo wake Pacome ni hule. Okay. Ameka mingapi sisi Pacome? Aongeza kitu gani? Aongeza kitu gani pale? Okay. Ngoja kuongeza. No, lakini kwa hizi mechi inawezekana kuna kitu kaongezeka. Mimi nimeangalia mechi. Mfano ile mechi ya mwanzo tulikuwa tunaangalia wote pale. Yeah, of course. Hakuna cha ziada ambacho amekifanya Pacome kiasi kwamba labda hata mwalimu ashashika Diallo wewe usikuite. Usiende World Cup uende na Pacome. Hakuna. Kwa uwezo wake Pacome ni hule. Tisemi hatoitwa, inawezekana kafika mwezi wa 6 hapa, labda kwa na pool wachezaji wengi wa Cote d'Ivoire wamedrop form au kuna majira hasa kaitwa kaenda. Lakini wote wakiwa fit. Hakuna nafasi ya Pacome. Kwamba Amadi sio akina Nicolas Pepe wote wakina Diakite akina Dingla wote wako fit. Hakuna nafasi ya Pacome. Na kwa upande wako Hamisa, unaungana na Nsajigwa Senior kutokana na kile ambacho kipo kwenye kikosi cha Ivory Coast, kwa maana Pacome wa Young Africans na ligi kuu ya Tanzania ana nafasi ya kucheza katika michuano ya kombe la dunia ama hata kuitwa tu, hata kifanya nini katika kikosi cha Yanga? Na of course kwa sababu unajua unaizungumza Ivory Coast, unazungumza Giants wa Africa. Giants wa Africa na haiko kwa bahati mbaya. Nakumbuka kuna maneno fulani yalizungumzwa kipindi fulani kwamba kuna kiongozi mmoja wa shirikisho la mpira Ivory Coast alikuwa anadai kwamba amfahamu Pacome Zouzoua. Yaani inawezekana ikawa sisi tulikuwa tunaona labda ni kichekesho, lakini inawezekana ikawa ni kweli. Kwa sababu gani? Yaani mpaka umfikie Pacome kuna talent ngapi kubwa utakuwa umezipita mpaka ufike hapo. Yaani tu huo uhalisia unaangalia. Iangalie tu Ivory Coast ambayo ina. Kumbuka mnamzungumzia MVP wa msimu uliopita wa ligi. Of course katangazwa. MVP kwa Bangala. MVP. Okay, Hamisa tuendelee. Kwa hiyo yani una wachezaji wangapi ambao una pool ya wachezaji wangapi ambao uko nayo mpaka umfikie Pacome Zouzoua. Plus kuna siku moja nilikuwa nimekaa na rafiki yangu mmoja anamtazama Pacome msimu wa kwanza ambao alikuja Yanga. Nikamwambia huyu mchezaji sijajua ni nani ambaye alikuwa anamsimamia, lakini kwa kiwango ambacho yuko nacho alipaswa kupata nafasi ya kwenda kucheza nje, hata kama itakuwa kwenye zile ligi kubwa. Lakini kwa kiwango kwa age ambayo alikuwa nayo nyuma na kwa kiwango ambacho alikuwa nacho, maybe labda huko nyuma katika academy hakuwa labda hakuwa ni mchezaji ambaye akuonesha kiwango hicho ambacho yuko nacho sasa hivi. Yani hakuwa tayari ameshaanza kuvutia macho ya agents mbalimbali kumuona, lakini kwa performance yake ambayo alikuwa nayo ilikuwa imefikia sehemu ambapo unamuona kabisa huyu mchezaji wa kwenda kucheza huko katika ligi zingine za nje, kama ambavyo tumeona wachezaji wengi Ivory Coast wakitoka, sababu sio wote ama watoka Ivory Coast wakicheza zile ligi kubwa. Juzi tulikuwa tunazungumza hapa tukakumbuka kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kwa Pape Ousmane Sakho, nyota wa Simba ambaye alikuwa alicheza kwenye kikosi cha Senegal, alipata call up. Tunasema kwa maana umetumia hiyo platform kumtafutia soko nje ya Afrika. Tutarejea kuona hilo pia kama Pacome hatopata nafasi ya kwenda kuitwa kushiriki michuano ya kombe la dunia, lakini kutokana na ile platform walipata dhidi ya Seychelles na hii call up ya mwisho kwa nia kufuzu kombe la dunia, huenda akapata timu na watu wakamuona nje ya Tanzania, kwa maana nje ya Afrika kwa ujumla. Of course, kama mnakumbukumbu hapa Pape Ousmane Sakho aliitwa kakaa tu benchi la Senegal. Kukaa benchi la Senegal
tayari kulishaipandisha profile yake kiasi kwamba ikawa rahisi kwake kuweza kutoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo inawezekana tena Pacome sio ameitwa kwenye benchi la Ivory Coast akakaa. Huyu unazungumza mchezaji ambaye amecheza mechi 2. Yaani jaribu kuimagine ni namna gani ambapo graph yake na ya profile yake ambapo itakuwa imepanda. Issue tu ambayo ipo ni age ambayo Pacome yuko nayo. Jua kipindi Pape Osman Sako anaondoka, alikuwa ni kijana, bado alikuwa ni kijana mdogo, lakini sasa hivi unamzungumza Pacome, unazungumza 28. Kwa age ambayo yuko nayo, ndio maana kwangu binafsi pia inanipa mashaka ya kwamba kwa hapa ambapo Pacome yupo sasa hivi ana uwezo wa kuboresha zaidi, yani akawa Pacome zaidi ya huyo ambaye tumemshuhudia msimu juzi, msimu jana na msimu huu ambao tumempaka sasa hivi tumemshuhudia. Je, anaweza kuwa zaidi ya hapa? Jibu linawezekana likawa sio, kwa sababu tumemuona kwangu binafsi msimu wa kwanza ambao nimemshuhudia Pacome, msimu wa pili ambao nimemshuhudia na msimu wa tatu, namuona ni mchezaji ambaye ame-maintain. Yani sioni labda kama kuna kupanda kukubwa sana kwa graph ya performance yake, na hii inawezekana ikawa ni kutokana na age ambayo yupo. Utegemei sasa hivi kumuona Pacome akidevelop, bali ambacho nakitegemea sasa hivi kumuona ni kwamba amefika pale sasa kwenye maximum level na kuweza ku-maintain. Kwa hiyo sasa hivi inawezekana ikawa rahisi kukuza profile yake, akaitwa kwenda labda akapata nafasi ya kwenda kucheza nje, lakini kwangu sioni kama inaweza ikawa kama atapata hiyo nafasi ikawa labda ni zile ligi ambazo zile ligi hata kama zitakuwa ni ligi za madaraja ya chini, lakini zile ligi ambazo zinatoka katika hizi ligi bora. Kwa mfano kama unazungumza Pape Osman Sako na baadhi ya wachezaji ambao walitoka, labda mzungumza baende French Ligue 2, labda aende Spain, mimi La Liga ile La Liga 2. Kwa sababu gani? Wale mara nyingi wanajizingatia sana, cha kwanza kabisa waangalie tu uwezo wa mchezaji. Cha kwanza kabisa ambacho nakizingatia ni age ya mchezaji. Na nitawapa tu mfano haraka haraka hapa. Mnakumbuka mzozo ambao ulikuwa wakati Arsenal anataka kumsajili Victor Gyökeres, sababu alichokuwa nakiona Sporting kwamba akitani 27 huyu aende kucheza Premier League tena, kwa sababu watu hawezi kujiriski kukusajili na umri huo. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni kama tu ambavyo imekuwa kwa Percy Tau alipoondoka Ahly, amesajiliwa na timu Saudia, kwa sababu kuna baadhi ya ligi ambazo kwa sasa hivi kama kuna ligi za Saudia, kuna baadhi ya ligi ambazo kwao age tena sio kipaumbele. Wanachokiangalia ni uwezo tu wa mchezaji kudeliver kwa wakati huo, kwa sababu wao hawaishi kwa project, wanaishi for result nao. Lakini kwa hizi ligi ambazo zina depend sana age ya mchezaji ili uweze kukusajili, inaweza kawa ngumu. Lakini kwangu ninachokiona kwa sasa hivi kwa Pacome ni vitu ambavyo nimeviona pia kwa baadhi ya wachezaji kwamba performance yuko nayo, lakini bahati ndio ambayo ameikosa. Kwangu binafsi Pacome naona amekosa bahati tu. Huyu mchezaji alikuwa anapaswa kucheza nje kabisa. Mimi Pacome bwana, sitaki kuzungumzia issue ya age. Lakini kola pia kuelekea World Cup anaweza kaipata. Okay. Ya, anaweza kaipata kwa kuzingatia vitu vichache. Unajua ukimlinganisha Pacome na kina Nicolas Pepe, kina Amad Diallo, unakuwa unakosea. Inabidi mtizame Pacome kama Pacome. Kipi ambacho kimemfanya leo hii apate call up nation? Yaani brain unaposema wanakosea kitu gani? Kwa sababu sasa hivi watu wanalinganisha mchezaji huyu hajaitwa, huyu aliyoitwa ana quality gani kumzidi huyu ambaye hajaitwa, ndio maswali huwa anakuepo hapa. Sasa ukifanya hivyo ndio unakosea. Nini sasa? Yaani ukifanya ulinganifu. Yaani huyu apite kwa huyu. Hiyo ni kosa. Yaani sasa hivi wewe jenga tu hoja kwa nini sasa kaitwa. Yaani ukitaka kusema kwamba Pacome saizi kaitwa, inabidi uangalie nani kaachwa kwenye nafasi ya Pacome. Ni nani? Umeelewa? No, hiyo mimi ndo sina majibu. Ambaye sasa ana majibu kwa nani Pacome ameingia kwenye nafasi ya nani ndo anaweza kaniambia. Ila ninachokiamini Pacome kilichoweza kumuitisha national team ni kiwango chake. Unazungumza hivyo ambaye ka perform last season katika kiwango bora. Leo hii anatajwa kwenda kuwa of course MVP wa msimu ulioisha. Sio hilo tu, mechi hizi ambazo kacheza, mechi ya Sharks amecheza dakika 90. Mechi ya jana kacheza karibu dakika 30, kaingia dakika 61. Hapa katikati tuna kalenda ya AFCON. Kwa d'Ivoire anaenda kushiriki AFCON. Kuna mechi almost 3. Hatujui kama group stage watavuka. Wakivuka na au maybe atapata call up kuvuka as bingwa mtetezi ipo. Of course ipo, akipata call up sasa hizi kuelekea michuano ya AFCON, manake pia tutafanya assessment of course ya kiwango chake. Unajua brain unaizungumza. Kwa hiyo hii AFCON itatupa picha kamili kama atapata call up au asipate. Kwa hiyo mimi binafsi tusubiri AFCON mwezi wa 12. Mimi binafsi mtazamo wangu. Unajua brain kwa Pacome katika yengo ya kusema kwamba anatafuta platform ya kutaka unaizungumza Ivory Coast Young Africans yetu kupitia maybe of course hizo call up. Ila namtazama Pacome ambayo anahitaji kucheza katika kiwango chake bora. Kwa hiyo ukidili na Pacome kama Pacome ambaye ana perform uwanjani, utapata picha kamili kwamba kwa nini mwalimu anamuita katika kikosi cha timu ya taifa ya Cote d'Ivoire. Ikitokea hajaitwa pia lazima pia tujiulize kipi ambacho kimemfelisha. Lakini sasa hizi kufanya ulinganifu kwamba kuna Amad Diallo, kuna Nicolas Pepe, sijui kuna nani, huyu hawezi kuitwa. Hapana, mimi kwangu siwezi kukaa katika hilo kundi. Kwa hiyo mimi nitasimama katika engo moja. Possibility ya Pacome kuelekea World Cup.
Of course hiyo ipo. Kama wachezaji wengine ambavyo ilivyo. Itategemeana na performance yake ndani ya kikosi cha Young Africans. Hali ya kiafya. Maana inaweza katokea injury nini na nini. Lakini kama hakuna hizo changamoto zozote, eji bado inamruhusu. Leo Ronaldo tunamzungumzia mwakani tarehe 5 mwezi Februari anatimiza miaka 41. Pacome leo tunamzungumzia kazaliwa mwezi wa 4 97 na miaka 28. Maana yake kufika mwakani mwezi wa 4 anatimiza miaka 29. Kwa nini tujaje yengo hii? Kwa hiyo mimi